ما حكم غسل الميت؟ تغسيل الميت ما حكمه؟ نين حكمه يا كموش ميت؟ فرض. احسنت، فرض كفايه. nini maana ya fardhu kifaya huku bisura? Ahsant, ni ile ambayo wakifanya baadhi ya watu wanaotosheleza, wengine hawapati dhambi. Tayeb, je, inafaa mtu mmoja kufanya kazi ya kuosha? Inafaa? Naam, hadha huwa maana fardhu kifaya. Sawa, kwamba akisimamia zoezi hilo man yakfi khalas. Tayeb, na tulionyesha kwa mfano na tutaendelea pia kupiga mfano leo muda ukiruhusu inshallah. Ahamu shay, inatakiwa watu kujua namna ya kumuosha maiti, kwa sababu aula nnasi bitaghsili almayiti wa takfinihi wa dafnihi, watu ambao wanatangulizwa katika kumwandaa maiti, kumuosha, kadhalika na kumkafini, kumzika, wanaotangulizwa kuongoza ibada hiyo au ibada hizo ni watu ambao wa karibu ya maiti. Wa kwanza kabisa wasiyul mayit, ni yule ambaye maiti anakuwa kabla hajafa alitoa wasia kwamba nikifa ni maiti yangu simamiwe na fulani. Huyu ni wasii. Toa usia huyo, basi akifa mtu huyo inatakiwa wasia wake ufanyeje? Uzingatiwe, kama huyo aliyetoa wasia ni mtu ambaye anastahili kufanya hayo. Sawa. Na kama hana wasii, basi baba yake, sawa, babu yake, kisha al-aqrab fal-aqrab min al-asabat, kisha wanafuata ndugu wa karibu na maiti katika mwanaume. Sawa, kaka yako, ami zako na watoto wao. Sasa nyinyi ndio mna haki zaidi kuwaosha ndugu zenu. Kwa bila shaka pana haja kulifahamu hili somo, watu kujua namna ya kuwaosha maiti. Hata siku nyumbani kwenu ikitokea msiba, ndugu yenu au ndugu yako amefariki, basi wewe unachukua jukumu la kusimamia, kumuosha, kukata sanda, kumvesha sanda na kuswalia, bali mpaka kwenda makaburini. Sawa, na sio unajiweka nyuma tu kwamba mashehe wapo. Hapana, hata wewe mwenyewe unaweza kufanyaje ukalisimamia zoezi hilo. Na upande pia wanawake, kuna umuhimu wa kulisoma na kulifahamu vizuri somo hili, ili waweze kusimamia suala zima la kuwaosha ndugu zao, kadhalika na kuwakafini. Sawa. Naam. Tulishia katika kaifiyatu taghsili almayit, nukta ya 8 ndio tulishia aliposema Imam rahimahullah ta'ala, yaghsilu jasadahu kullahu. Yaghsilu jasadahu kullahu ndio tulishia hapa, sio? Kwa leo tunatoka na namba 9. Yaghsilu jasadahu kullahu 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية. ataosha mara 3 au mara 5 au mara 7 au zaidi ya hapo, ikiwa kuna haja ya kuzidisha kulingana na haja ya mwili unavyohitajia kuoshwa na kusafishwa. Yabda biljanibi al-aymani min aljismi qabla al-aysari, anaanza katika kuosha pande zake za kulia kabla ya kushoto. فاليوم ننطلق من الفقرة 9، نatoka na kifungu cha 9. مستعينين بالله تبارك وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى: الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر لأنه أبلغ في الإنقاء. Anasema Imam, al-afdalu, na bora zaidi katika kuosha, an yakhlita almaa, inatakiwa mwoshaji achanganye maji, alladhi yughassiluhu bihi, maji anayoyatumia katika kumwoshea maiti, bisidrin, achanganye na mkunazi, achanganye na mkunazi, achanganye na mkunazi. Mkunazi mnaofahamu ni majani, ni aina ya mti ambao una majani yake. Kwa yale majani yake yanakuwa yamesagwa, ndio yanatiwa kwenye maji, yale maji yanatoa povu. Kwa hiyo anatakiwa mwoshaji achanganye yale maji anayomwoshea maiti bisidri na mkunazi. Taonesha huko ndani hapa ule unga wa mkunazi, alafu anakoroga. Ndio hapa nasema li'annahu ablaghu fil inqai, kwa sababu mkunazi unasafisha zaidi. Li'annahu ablaghu fil inqai, kwa sababu mkunazi unasafisha zaidi, kwa maana unatoa povu yaliyokuwa jingi kwa ajili ya kusafisha. Fayadribu almaa almakhluta bisidri biyadihi, fayadribu almaa, atayakoroga maji, almakhluta bisidri, maji yaliyochanganywa na mkunazi, biyadihi, anayakoroga yale maji kwa mkono wake. Maji yapo kwenye ndoo au kwenye chombo cha maji, kisha akatia yale majani ya mkunazi, kisha anakoroga kwa mkono wake. Kama itakuwa mkunazi unaotumika ni ule unga wake ambao majani yashasagwa, sawa, ataweka kwenye maji kisha anakoroga. Na kama itakuwa anatumia mkunazi wenyewe, yani majani amechukua majani alafu yeye mwenyewe akatumia kuyasaga, sawa sawa, kuyasaga alafu akachanganya na maji, pia inafaa. Kwa atakoroga yale maji ambayo yaliyochanganywa na mkunazi kwa mkono wake, hatta tadhhara raghwatuhu, mpaka hakikishe inadhihiri povu lake, mpaka hakikishe linadhihiri, yani inaonekana raghwatuhu, povu lake. Wakati na koroga yale maji yenye mkunazi yanatoa povu. Fayaghsilu birraghwati, kisha aoshe kwa hilo povu na maji yake. Fayaghsilu, kisha aoshe, birraghwati, kwa hilo povu la mkunazi na maji yake, ra'sahu, kichwa chake, yani kichwa cha maiti, walihiyatahu, na ndevu zake, kama maiti atakuwa ana ndevu, wabilbaqi, na maji mengine yaliyobakia, baqiyatal jismi, aoshe sehemu nyingine iliyobaki ya mwili. Wabilbaqi, na maji mengine yaliyobaki yenye povu la mkunazi, baqiyatal jismi, atumie kuyaoshea sehemu nyingine iliyobaki ya mwili wake. Hii ni nukta ya 9, kwamba bora katika kuosha, bimaana yale maji ya kumwoshea maiti inapendeza kuyachanganya na mkunazi, kwa sababu unasafisha zaidi. Na namna ya kufanya, kama ni mkunazi wa unga ushasagwa, ule unga unatiwa kwenye maji, kisha anakoroga, utoe, fungue, kisha anakoroga, inatoa povu. Sasa ile povu ndo anafanya kumwoshea kichwa chake, anatumia kumwoshea kichwa chake. Lakini ikiwa atatosheka na kutumia sabuni, sabuni ya kuogea, sabuni ya kipande, fabiha wa ni'ma, kafa, inatosha.
na ndio yanayotumika. Kwa hiyo unaweza kutumia sabuni hii hapa jamaa, unaweza ukatumia, lakini pia unaweza kutumia sabuni ile ya kuogea inayonukia na inapendeza, sawa sawa, kuliko kutumia jamaa. Lakini kama watu hawana uwezo wa kununua ile sabuni ya 1000 au ya 2000, si vibaya kununua sabuni yoyote au kutumia sabuni ile ya shampoo, la basa fi dhalika. Huu ndio mkunazi ambao umesagwa, sawa sawa. Ukienda dukani ambie naomba mkunazi, sawa sawa. Ukitaka majani mkunazi wanakupatia, ukitaka mabichi utapata, ukitaka ambayo ni makavu utapata, ukitaka ambayo imesagwa ndo kama hii, sawa sawa. Hii inakuwa imeandaliwa hasa kwa ajili ya kazi maalum kama hizi za kuoshea maiti na nyinginezo, kwa sababu mkunazi una kazi nyingi. Tayeb, kwa hivyo kisha changanya, ataoshea kwa huo mkunazi na maji yake, kichwa chake na ndevu zake, kisha maji yaliyobaki anasafisha, anamoshea sehemu nyingine iliyobaki ya mwili. Kisha namba 10, al-afdalu an yakhlita bilghuslati al-akhirati kafuran. Pia bora zaidi, kwa maana inapendeza, an yakhlita bilghuslati al-akhirati, achanganye yule mwoshaji lile josho la mwisho, achanganye bilghuslati al-akhirati, kwa lile josho la mwisho, yani lile josho la mwisho kabisa. Unajua kama ni la 3 unakusudia kumosha mara 3, kwa lile la 3 sasa, sawa sawa, achanganye na nini? Kafuran, achanganye na kafur. Kafur ni nini? Ana tafsiri mwenyewe, anasema wa huwa naw'un ma'rufun min at-tibi, ni aina maalum ya manukato, ni aina maalum ya manukato inanukia. Kafuri wanaita karafu maiti hii hapa, lakini imekaa sana kidogo. Hii ndio kafur. Kafur au karafu maiti wanaita. Ukienda dukani ukisema kafur, wengine kama hajui Kiarabu anaweza sijui, lakini ukimwambia nipe karafu maiti, ndio hii hapa, sawa sawa. Hii ukiponda ponda hivi inanukia, kwa ukitia kwenye maji, mashaallah, inakuwa maji yananukia. Hii ndio kafur au karafu maiti wanaita Kiswahili. Kwa kuchanganya hii kafur na maji, ile josho na mwisho, yani ya maji yao yananukia zaidi. Namba 11, idha kana lilmayiti sha'run, kama maiti atakuwa na nywele, Sheikh anasema fa innahu yusarrahu, nywele hizo zitachanwa. Fa innahu, kwa hakika nywele hizo, yusarrahu, zinachanwa, kwa maana la ba'sa bitasrihi sha'rihi, si vibaya kuzichana nywele zake ikiwa kuna haja ya kuzichana. Ikiwa hakuna haja, basi ziachwe, kwa sababu baadhi ya ulama wamesema la yustahabu tasrihuhu. Baadhi ya ulama wamesema kwamba haipendezi kufanyaje, kumchana nywele zake, hata la yasquta minhu shay, ili zisidondoke nywele zake, aende nazo nywele zake zote. Haipendezi kumchana nywele zake pasina haja. Baadhi ya ulama wamesema hivyo. Kwa hiyo kama kuna haja watu atachanwa, na kama hakuna haja basi anaachwa. Wa in kana sharibuhu adfaruhu, haya maneno hayapo kwenye kitabu, sikilizeni. Wa in kana sharibuhu adfaruhu tawilatan, na kama sharubu zake ni ndefu, sharubu anazo nyingi, kadhalika na makucha ni marefu, ima makucha ya miguuni au mikononi, akhadha minhu, inapendeza kuzipunguza. Kama makucha ni marefu, inapendeza kufanyaje, kuyakata. Sawa sawa. Sawa, haipendezi Muislamu kukaa na makucha marefu. Kadhalika na masharubu, tumeamrishwa tufanyeje, tupunguze sharubu na tufuge nini, ndevu. Kwa hiyo ikiwa masharubu ni marefu, inapendeza kufanyaje, kuyapunguza. Kadhalika na makucha, wa in tara kadhalika fala haraj. Lakini pia ikiwa ataacha
hakuna shida, ikiwa ataacha pia hakuna shida. Wala yahliqu anatahu, lakini haifai kisheria kumnyoa sehemu zake za siri, kumnyoa nywele zake za sehemu ya siri. Haya Sheikh hajayataja, lakini ni mambo muhimu sana na baadhi ya watu wanayafanya. Sawa, haifai kumnyoa sehemu yake ya siri. Wala yakhtinuhu, na wala asimkhitani, asimtairi. Kuna wengine wanawataini maiti, wa hadha jahlun wa dalal. Mtu hajatailiwa wakati yuko mzima, afu mnakuja kumtaili hali ya kuwa ni maiti. Leshi hadha, leshi faida, na faida gani ya kufanya hayo? Kwa haitakiwi kufanya hivyo, kwa sababu kwanza katika kufanya hayo ni kumchungulia maiti tupu zake, wadhalika haram, na kufanya hivyo haifai bila hajatin, pasina haja yoyote ya kufanya hayo wala dharura, na hakuna dalili iliyokuja kujulisha hayo. Tayeb, kwa hayo ilikuwa ya nje, lakini yako ndani ya somo letu. Sheikh anasema fa innahu yusarrahu, atazichana hizo nywele. Wala yulabbadu, na wala haifai kuzigandisha nywele hizo. Wala yulabbadu, wala haifai kuzigandisha nywele hizo kwa kuzitia mafuta ambayo yanazifanya zigandane, yani zishikane. Haifai. Nywele zake zinachanwa kama zitachanwa kwa haja ya kuzichana, lakini zisigandishwe, ima kwa kutiwa gundi au kwa kutiwa mafuta ambayo yanazifanya zile nywele zishikane, zinakaa zimelaliana. Sawa, kama zimelaliana zenyewe sawa, lakini zisiwe zimetiwa kitu maalum ambacho kinazifanya zishikane nywele hizo, haifai. Wala yuqassu shay'un minhu, na wala haifai kupunguza chochote katika nywele zake. Wala yuqassu shay'un minhu, na wala haifai kupunguza chochote katika nywele zake. Msizipunguze nywele za maiti, liadami dalili ala dhalika, kwa sababu hakuna dalili ya kufanya hayo. Hiyo nukta ya 11. Nukta ya 12, idha kana almayitu imra'atan, kama maiti atakuwa ni mwanamke, nuqidha sha'ruha, nywele zake zitafumuliwa. Nuqidha sha'ruha, zitafumuliwa nywele zake. In kana mujadwalan, kama zitakuwa zimesukwa kwa mzunguko, yani kama atakuwa amesuka huyo mwanamke usukaji wa mzunguko au mduara, kama wanavyosuka wenyewe wanawake, wanasuka hivi nywele zinakuja hivi tayari, au wengine wanasuka zinakuja hivi, wanazizungushia kichwani wenyewe, wanajua na wataalamu wao wale wasusi wao kwamba mimi nataka kunisuke hivi. Kwa kama nywele amesuka, zinatakiwa zifanyeje? Zifumuliwe. Watazifumua wale waoshaji. Ndio maana uoshaji wa mwanamke kidogo unachukua muda kuliko mwanamume. Wanawake wanachelewa zaidi wakati mwingine wakikutana na mwanamke ambaye amesuka, na usukaji wenyewe wa kisasa zaidi ambao kwenye kufumua pia ni kazi. Kwa hiyo pia huwa inawapa shughuli wale waoshaji. Sawa? Kwa hiyo inatakiwa kuzifumua nywele zake taratibu na kwa upole. Nuqidha sha'ruha in kana mujadwalan fa idha ghussila wa nuqiya, atakapomalizwa kuoshwa. Fa idha ghussila, atakapooshwa, kwa maana atakapomalizwa kuoshwa. Wa nuqiya, na akasafika, kwa maana akatakata vizuri. Judila thalathu jadailin, judila thalathu jadailin, nywele hizo zitafungwa mabutu matatu. Zitafungwa mabutu matatu au mapembe matatu, kama ilivyokuja katika hadithi. Judila thalathu jadailin, zitafungwa mabutu matatu au mapembe matatu. Wajuilna khalfa dhahriha, na zitawekwa nyuma ya mgongo wake. Wajuilna, na zitawekwa, kwa maana
zitatupiwa khalfa dhahriha, nyuma ya mgongo wake, ikiwa mwanamke huyo atakuwa na nywele ndefu. Sawa, mwanamke mwenye nywele ndefu ambazo zinafika huku mgongoni na akawa amezisuka, basi zitafumuliwa kisha ataoshwa vizuri. Baada ya kumaliza kumuosha, watazifunga hizo nywele 3 jadaili au 3 qurunin, kama ilivyokuja katika hadithi. Zitafungwa mapembe mangapi? 3. Kwa hadithi ya Ummi Atiya, hadithi ambayo inapatikana katika Bukhari na Muslim, anasema Ummi Atiya akielezea kisa cha walipokuwa kimuosha Zainab radiyallahu ta'ala anha, qalat fadhafarna sha'raha, tukawa tumezifunga nywele zake 3 qurunin, mapembe 3, wa alqainaha khalfaha, kisha tukazitupia nyuma ya mgongo wake. Na katika lafzi ya Imam Muslim, fadhafarna sha'raha 3 athlath qarnaiha wa nasiyatiha, kwamba tukamfunga mapembe 3, mapembe 2 pande zake 2 za kichwa, kwa maana walifunga pembe la kwanza hapa, sawa sawa, wakazishika nywele za hapa wakazifunga tayari, qarnaiha, wakashika na hii hapa na hii hapa, wakazishika wakazifunga, sawa sawa, wa nasiyatiha, kisha wakaja wakachukua nywele za hapa utosini wakazifunga 3 quruni, kisha wakazitupia kwa nyuma, sawa sawa. Hii ndio namna ya kumwandaa maiti akiwa ni mwanamke na akiwa na nywele nyingi za kusukwa. Tayib, namba 13, idha kanat ba'du a'dha'i almayit munfasilatan, kama itakuwa baadhi ya viungo vya maiti vimekatika. Munfasilatan ay munqati'atan, itakapokuwa baadhi ya viungo vya maiti vimekatika, kwa maana havijaungana na mwili wake. Mtu akapata ajali, mkono kule ukakatika ukaangukia kule, au kichwa katika na mwili ukaenda huku, kichwa huku, au baadhi ya vidole vikawa vimekatika. Anasema Imam, fa innaha, hakika viungo hivyo vilivyokatika vikajitenga na mwili wake, tughassalu, vinaoshwa, watudhammu ilayhi, kisha vinaunganishwa na mwili wake. Watudhammu ilayhi, kisha vinaunganishwa na mwili wake, vitaoshwa kisha vitaunganishwa na mwili wake. Vitaoshwa kawaida, vitaoshwa kawaida. Tayib, hii ni maelezo kwa yule ambaye amekatika viungo. Ataoshwa ule mwili ambao ndo una sehemu kubwa ya viungo vyake, kisha vile viungo vilivyokatika na vyenyewe vitaoshwa, kisha vitajumlishwa na mwili wake. Wakati wa kumvesha sanda vitaingizwa ndani ya sanda, sawa sawa. Namba 14 anasema, idha kana almayitu mutafassikhan bihuruqin, ikiwa maiti ameanza kuharibika kwa sababu ya kuungua na moto au ghairiha, au kitu kingine kisichokuwa moto, kwa maana akapata ajali, ima apata ajali ya moto au ajali nyingine ambayo inamfanya maiti huyo akikaa kwa muda kidogo, ukimgusa tu unaondoka na nyama au unaondoka na ngozi, sawa sawa, yani ameharibika vibaya. Ndio haya nakusudia, idha kana almayitu mutafassikhan bihuruqin, takapokuwa maiti ameanza kuharibika kwa sababu ya kuungua na moto au ghairiha au kitu kingine katika ajali alizozipata.
au kama ni maradhi aliyoumwa, akaumwa kwa muda mrefu kapelekea baada ya kufa kwake, yani ukimgusa tu hivi unaondoka na ngozi mathalan, wala yumkinu taghsiluhu, na wala ikawa haiwezekani kumuosha kutokana na mazingira alionayo. Yani wale waoshaji wenyewe wakiangalia wanasema, wanaona huyu haiwezekani kufanyaje, kumuosha. Nini hukumu yake? Atazikwa bila kuoshwa? Khilafun baina alulama. Anasema Imam, fa innahu yuyammamu, kwa hakika maiti huyo anatayamamishwa. Fa innahu yuyammamu, hakika maiti huyo anatayamamishwa inda kathirin min ahli alilmi, kwa wengi katika wanachuoni wanaona hivyo. Inda kathiri min ahli alilmi, kwa wengi katika wanachuoni wanaona hivyo, yani wanaonelea kwamba ikiwa maiti haiwezekani kumuosha kutokana na mazingira alionayo na hali alionayo, basi anatayamamishwa. Wengi katika wanachuoni wanaona hivyo. Anatayamamishwa vipi? Fayadribu almuyammimu biyadaihi al-ardha. Kwenye kitabu chenu kuna kosa kidogo, natakiwa ufuate ninavyosoma mimi na uangalie kwenye kitabu chako. Fayadribu almuyammimu biyadaihi, hapo imeandikwa biyadihi. Fayadribu almuyammimu biyadaihi al-ardha, atapiga yule mwenye kumtayamamisha biyadaihi, kwa mikono yake, al-ardha, kuipiga ardhi, yani atapiga ardhini kwa mikono yake, kwa maana atapiga ardhini au atapiga mchanga, sawa sawa, kama mlivyosoma kwenye tayammum hapo kwenye darasa iliyopita. Atapiga mikono yake kwenye ardhi au kwenye mchanga. Wayamsahu bihima wajha almayiti, kisha apanguse kwa mikono yake hiyo miwili. Wayamsahu, kisha apanguse bihima, kwa mikono yake hiyo miwili, wajha almayiti, uso wa maiti, wa kaffaihi, na viganja vyake. Uso wa maiti na viganja vyake. Yule maiti wetu, hebu lete kwanza, mambo mengine tunaunganisha. Huyo ndo maiti, sawa. Kwa wewe unayemuosha unapiga mikono yako kwenye ardhi au kwenye mchanga tayari, kisha unafuta au unampangusa wajha almayit, sawa sawa, kama ambavyo unafuta mwenyewe. Simeonyesha namna ya kufuta? Futa tu mara moja tu hivi, sote unaanza kueneza kote huko tayari. Wayadaihi, na mikono yake miwili. Unaanza mkono gani? Wa kulia, sawa sawa. Kwa utakuja kufuta kwa mkono wa kulia, kisha utakuja kufuta mkono wa kushoto, sawa sawa. Unamfuta mkono wa kulia, kisha mkono wa kushoto, tayari anakuwa umemtayamamisha na anakuwa na tahara, sawa sawa. Wengi katika ulama wanaona hivyo, na wengine wanasema la hajata ila dhalika, hakuna haja ya kumtayamamisha. Kama imeshindikana kumuosha, khalasi, mvesheni sanda, unakwenda kumswalia na kumzika, sawa. Lakini aula ni kumtayamamisha, lianna tayammuma badalun min alma'i, kwa sababu tayammum ni badala ya kutumia maji. Kwa ikiwa mtu haiwezekani kutumia maji, anaenda kwenye badali ambayo ni tayammum. Tayib, tumeelewana? Hizi Sheikh alikuwa anatoa mwongozo katika namna ya kumuosha maiti na taratibu ambazo zinazofuata. Mmeelewa hapo? Na tulivyoonesha kivitendo mlielewa? Mlielewa?
Tayeb, sababu ni kazi nyepesi. Ndio maana tunasema inahitajika kila mmoja ajue kumosha maiti. Na nikasema kwamba tunataka watu wote mkitoka hapa mmejua kuosha, kwa sura ile tulioonyesha juzi hapa, kwa huyu maiti wetu. Nani ambaye hajaelewa namna ya kuosha? Turudie, wala usione aibu. Ukiona aibu basi jua ndio ujinga. Usione haya kwenye kujifunza dini yako, atastahi. Sawa? Kama tumeelewana basi tunasonga mbele. Tumemaliza fasli ya ghasl almayit, tunaingia kwenye takfini almayit, kumkafini, kumvesha sanda. Naam, una swali au hujaelewa unataka turudie? Maswali baadaye, au labda unahitaji ufafanuzi ndani ya darasa hili? Aiywa. Tayib, asante. Ukiwa umemeosha na josho la mwisho ushatia kafur, unataka kumsafisha sasa, ukawa umehisi au umeona kuna uchafu umetoka, najisi imetoka, unafanyaje? Tulieleza, si ndio? Unamtawadhisha tena baada ya kumosha ile josho la mwisho, unamshikisha udhu. Sawa sawa, sababu kishatoka na ile najisi, maana yake udhu umefanyaje? Umetenguka. Kwa hiyo unamshikisha udhu, aende na udhu. Sawa sawa, hadha huwa. Jazakallah khair. Yule pale ndo kaanza, ilikuwa hilo khalas.